naomba pia uthibitishe kwamba ulikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wanafanya operesheni pale Lake Nakuru National Park. Hukuwa kwa operation. Kazi yako haswa ilikuwa ipi? Kazi yako ilikuwa usafiri. Ulikuwa unawabeba, unawapatiana, ama ulikuwa unawasafirisha? Ile nasema kazi yako ilikuwa usafiri. Asudi, kabla sijaenda mbali sana, ningeomba tu ujibu maswali yangu kwenda mbele. Tumeelewana? Yako ya kujiuliza utajiuliza baadaye. Yangu tu. Sawa. Ulikuwa unawasafirisha askari kutoka sehemu moja hadi nyingine, na chochote kile ambacho ungepewa kusafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Siku ile unaelezea mahakama aliyekuwa akikupatia amri ilikuwa nani? Ulitarajiwa kutii amri zote za Wachira, ni kweli? Wakati ule naomba uthibitishe, ulielezea mahakama kwamba gari lako na lile ambalo Chemirmir alikuwa analiendesha, ambalo pia lilikuwa limembeba Wachira, lilifika eneo la sewage kwa wakati mmoja. Sikiza, mliingia kwa wakati mmoja. Ulishuhudia kukamatwa kwa mtu yeyote eneo la sewage? Hukushuhudia. Ulijua askari wangapi wa KWS waliweza kufanya kazi ya kukamata mtu yeyote eneo la sewage? Haujui idadi. Uliona jinsi mshukiwa aliwekwa ndani ya Chemirmir, gari ya Chemirmir? Ulishuhudia. Ulielezwa jinsi alivyowekwa ndani ya gari la Chemirmir? Hukuelezwa. Ulichokishuhudia ama ulichoelezwa ama ulichokisikia ni jinsi alivyotoka kwa gari la Chemirmir hadi kwa gari lile ambalo ulikuwa nalo, ni kweli? Na ulisikia akitoka kwa gari lile kwa amri, sikiza bwana, kwa amri ya Wachira, ni kweli? Wenzako washtakiwa waliokuwa hapa, wako hapa, hapo awali walielezea mahakama, na kumkumbuka Wabukala, Kimaio, Ochieng, walieleza kwamba waliamrishwa kumtoa mshukiwa kwa gari la Chemirmir wakamuweke kwa gari lako. Ulisikia hayo maelezo? Nauliza, ulisikia hayo maelezo? Sudi, ulisikia maelezo waliyotoa jinsi mshukiwa alitoka kwa gari la Chemirmir hadi gari lako? Ulisikia maelezo yao? Ulisikia vizuri sana. Kuna yeyote uliyeshuhudia aliyemsaidia mshukiwa kutoka kwa gari lile hadi kwa gari ambalo ulikuwa unaendesha? Hakuna yeyote aliyemsaidia. Ulisikia maelezo yao kwamba mshukiwa kwa wakati wowote hakuwa amefungwa na kamba? Ulisikia hayo maelezo? Umeelezea mahakama kwamba mshukiwa kwa wakati wowote ambao ulikuwa naye alikuwa amefungwa kamba. Maelezo yao kuhusu
kutofungwa kamba na yako yanakizana, si ni kweli? Wao walielezea mahakama kwamba mshukiwa hakufungwa na kamba kwa wakati wowote. Hayo yalikuwa maelezo yao. Wewe unaelezea mahakama kwamba mfungwa ama mshukiwa alikuwa na kamba mkononi ulipokuwa naye. Maelezo yale si unaona yana tofauti? Sikiza bwana, maelezo yale yana tofauti. Sijakuuliza unielezee. Hayana tofauti. Kamba aliyofungiwa mshukiwa ilitoka wapi? Ilitoka wapi? Benjamin alikuwa na kamba. Mnapoenda operesheni mnabeba kamba? Mnabeba kamba. Na kamba ile ni ya kuwasaidia kufunga washukiwa? Kwamba wote waliokamatwa, wote wanaokamatwa mnawafunga kwa kamba. Wengine hufungwa na nini? Pingu. Kwa wakati ule kilichokuwa karibu ni kamba. Na ndiyo mfungwa alifungwa nayo, ambayo umekataa hapo awali kwamba hakufungwa nayo. Sawa, sawa. Ni sawa. Mlipokuwa pale sewage bado, unathibitisha yote uliyoyafanya kuhusu mfungwa yalikuwa bado amri ya Wachira? Yote uliyofaa kuyafanya kuhusu yule mshukiwa yalikuwa kwa jinsi ile Wachira alivyokuagiza? Nieleze vipi tena? Ulipokuwa unamtoa umpeleke, ilikuwa tu amri ya Wachira, jinsi Wachira alivyokuamrisha? Hapana. Yote wewe unajua ushapewa mshukiwa, yote uliokuwa uyafanya kumhusu yalikuwa tu jinsi Wachira alivyokuamrisha, si ni kweli? Kuna ambayo ulijiagiza wewe kuhusu mshukiwa? Hakuna. Mimi naomba basi uthibitishe kwamba yote uliyoyafanya yalikuwa kwa amri ya Wachira. You're not ask for the assistance of the court. Perhaps he could answer just the question that has been put to him. Very well. Na naomba tu tuende hivyo Sudi jameni. Naomba tu. Nilikusikia ukieleza mahakama kwamba ulirudi eneo la sewage si mara moja, mara 3. Ulienda sewage mara ngapi? Mara 3. Haya, tuende na mara 2. Mara ya kwanza ilikuwa lini? Mlienda kufanya nini pale mara ya kwanza? Tuanze. Mara ya kwanza ulikuwa pale sewage ilikuwa lini? Katika ile operation. Mara ya kwanza. Hiyo siku tu. Wakati ulikuwa umekuja kulete askari. Mara ya pili pale sewage ilikuwa saa ngapi? Saa 7. Kufanya nini? Patrol. Mara ya 3 sewage ilikuwa saa ngapi? Ulirudi kufanya clearance. Naomba mahakama ishikilie hapo. Ulirudi sewage kufanya nini Sudi? Ulirudi sewage kufanya clearance. Ulirudi kufanya clearance na nani? Si mnajuana? Mlikuwa na nani? Mkitumwa operation hamjuani? Hata hamkuulizana majina? Wale mliorudi nao sewage wakati ule kufanya clearance
Hamkumbukani? Ni ushahidi wako, hamkumbukani? Hamkuulizana majina? Hamkuulizana majina. Mlienda tu mfanye kazi kwa pamoja kisha mrudi. Hukwenda kufanya clearance? Sawa. Mlienda kuclear nini? Clearance ni patrol tena. Ilikuwaje vigumu kusema tulienda kufanya patrol badala ya kutuelezea tulienda kufanya clearance, usafi, kusafisha? Ilikuwa kufanya usafi. Clearance, usafi. Kama maelezo yako ni yapi? Tuzungumzie hii clearance Sudi. Mnafanya clearance kwa njia gani? Mnaenda clearance ufanywa kwa njia gani? Usafi huu. Mlikuwa mnatafuta nini hasa kwa kuona? Turudi pale ulipoenda kufanya, ulielezea mahakama kwamba ulikimbia kidogo alipokupiga kumbo, mkaanza kukimbizana. Ukaanza kumkimbiza. Ulielezea hivyo. Kisha ukafika mahali, ukasimamisha gari, ukafanya ile operation aliita hivi FC field. Ukarudi, nakumbuka ulielezea kwamba ukaangalia ukaona hayuko hapa. Ni nini ulikuwa unatafuta kuona kwamba hayuko hapa? Kwa wakati ule watu walikuwa pale? Hata watalii? Askari wenzako hupita pale? Ulimuona huyu mshukiwa na viatu? Kala yake? Hata sole type? Aina ya viatu? Na ungejuaje tofauti basi ya viatu za huyu na za wenzako labda? Una uhakika viatu za ama sole za viatu za askari haziko hapa nje? Umesema hilo na uhakika zaidi kwamba hakuna miigo hapa nje? Unaishi Kenya na unasema kwamba hakuna miigo? Okay. Kuna document ambaye nilisikia wakili wako akikuelekeza zaidi kwa ile petition ya habeas corpus. Ulikuwa na muda pia wa kujibu ile petition? Nakumbuka ukiandika affidavit kwa majibu yale. Unaweza kumbuka hii ndio affidavit yako uliyoandika? Na ndio hii imefika huku. Na unakumbuka kwamba hii affidavit imeandikwa na Mheshimiwa Attorney General. Na haya maelezo ulimpatia mfanyikazi wa serikali kwa kiwango cha Attorney General. Naomba usome aya 6 ya affidavit yako. Unaelezea mahakama katika maelezo hayo ulimpatia afisa mkubwa wa serikali kiwango cha Attorney General. Kwanza elezea mahakama ile affidavit ni ya tarehe ngapi?
27. Kabla ya maelezo ambayo ningependa ueleze mahakama, katika hiyo affidavit unataja mtu yeyote anaitwa Kilonzo katika hiyo affidavit? Sijataja. Unamuita yule anayetafutwa kwa hiyo affidavit kwa jina gani? Suspect. Unamuita suspect. Kulikuwa na ugumu wowote wa kuelezea Mheshimiwa Attorney General kwamba mtu uliyemkamata ama uliyekuwa naye hiyo siku alikuwa anaitwa Kilonzo? Hiyo siku wakati nikiandika, kulikuwa na ugumu wowote wa kuelezea kwamba niliyekuwa naye alikuwa anaitwa Kilonzo? Sikuulizwa. Ulikuwa unafanyishwa interview ukiandika hii? Nilikuwa nikiulizwa na nikijibu. Unajua kwamba affidavit ni statement ambayo unayoitoa ukiwa unatoa kiapo kabisa, na ni statement yako unaamini ni kweli kabisa. Na kwa hii statement nataka tu uthibitishe hukutaja mtu anaitwa Kilonzo, ulisema suspect. Sikutaja. Hukutaja Kilonzo. Na kwa hivyo kwa wakati huo hukujua uliyekuwa naye alikuwa anaitwa nani? Nilikuwa najua, lakini hukutaja. Ndio, sikutaja. Ilikuwa ajali kwamba hukutaja? Haikuwa ajali. Haikuwa ajali. Ilikuwa kwa nia, intention, kwamba hukutaja. Niliambiwa kwamba bas. Ilikuwa intentional, haikuwa intentional? Haikuwa intentional. Okay. Sasa katika aya yako ya 6 kwa huyu suspect unaelezea mahakama suspect alienda wapi? Naomba usome. That I ceded to the request of him only to escape. I made an attempt to apprehend him, but he flew. The allegation that he did what? He flew. Aliruka. He flew. Hayo ndio maelezo yako kwamba aliruka, he flew. Labda tu na si kwa utani, kulikuwa na ndege pale kwenye park? Ndege, chopa. Yaona. Jibu swali langu. Kulikuwa na ndege pale kwenye park? Hakukuwa na ndege. Hakukuwa na ndege. Mshukiwa alikuwa na mabawa? Hakuwa na mabawa. Hakuwa na mabawa. Hili ni kama ni kipindi tu yale ya James Bond na wengine unaelezea mahakama kwamba mshukiwa aliruka, he flew. Hayo ndio maelezo yako? Hapana. Kwa ile affidavit. Kwa ile affidavit ndio maelezo yako, he flew away. Hapana. Naomba tena usome kisha nitoke hapo. Hakikisha tu kwamba alifanya nini? So, nataka uconfirm tu kisha nitoke hapo. What did he do? He flew. Nashukuru sana. Pale kwa Century. Pale kwa Century. Ulielezea mahakama na nilikusikia vizuri. Na naomba uthibitishe kwamba kwa statement yako kwa Julius ulieleza kwamba ulimpatia mshukiwa maji. Kwa statement yako pale unaelezea kwamba ulimpatia maji kwa sababu alikuwa amechoka sana. Confirm that is in your statement. Uonyeshe. Peleke pale. Pale anaposema alimpatia maji kwa kuwa alikuwa amechoka sana. Naomba usome hapa paragraph 2. Unaelezea nini? I proceeded. Soma bana. Sijaomba translation. He looked tired. Maelezo yako ya awali ilikuwa kwamba alikuwa vizuri sana, na hapa kwa statement unaelezea kwamba alikuwa mchovu. Hayo ndio maelezo yako bado. Ulimwangalia? Alikuwa mchovu. Alikuwa mchovu. Lakini mtu huyu mchovu
alikupiga kumbo, akakimbia akakuzidi kwa kasi. Hayo ndio maelezo yako kwa mahakama, si ndio? Sikiza bana, alikupiga kumbo akakimbia, yule mtu mchovu. Hakuwa mchovu tena. Wewe ni daktari? Wewe ni daktari? Umehitimu kutoka wapi daktari Sudi? Nimeuliza umehitimu kutoka wapi daktari Sudi? Masomo yako ya udaktari. Sudi, naomba tu ujibu maswali yangu. Umeelezea mahakama kwamba wewe ni daktari. Yes. We are dealing with a life. I'm grateful for the guidance. Sudi, wewe ni daktari? Why can't Sudi answer the questions as put to him? Dr. Sudi, a medical doctor? Yes. Where did you take your MBCHB training from? Nimefanya Manyani. MBCHB. Si lazima ikuwe hiyo. Niko na certificate ya first responder third edition. First to third edition. First responder. There's a certificate in first, whatever you call it, responder, qualify you as a medical doctor to practice medicine in this country. Inanipatia. Na kuuliza, does that certificate qualify you to practice medicine in this country? No. It does not. But you're telling the court that you assessed, uliassess huyu mshukiwa, ukajua kwamba uchovu wake umeisha, sasa anaweza nipiga na akimbie na anizidi kwa kasi. That is your testimony. Yes. Is it based on any evidence before court? Any evidence? Document? Based from that certificate, mafundisho ambayo niko nayo yanaweza nikajua mtu ambaye yuko na fatigue and how to manage it. Have you placed that certificate before court? Bado. Do we have it here? Haiko hapa. Haiko hapa. So what you are basically telling the court is what you alone knows. Naweza kuileta. Hamjaweka hapa leo. Sikujua kama inaweza kuja kuhitajika. But you are to give evidence concerning your medical expertise. Correct? I can give that. I need you to read what you are doing as per your statement. Unasema hapa, endelea. I stayed guiding the suspect and chatting with the lady manning the gate. You are guarding the suspect and chatting with the woman. Yeah. Who was manning the gate. In your statement, you didn't find it necessary to say, I was chatting with the suspect. You were guarding the suspect. Correct? Yes. You were chatting with a woman. Yeah. You are not chatting with the suspect, but going like this, correct? Yes. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were shuttling between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu yuko na nafasi. Speak to the woman a little bit, the suspect for a moment, go back to the woman. That's what you are doing. Yes. Quite some drama, Sudi, for a ranger? No. Does it ordinarily occur that way, that you chat with a woman and a suspect at the same time? Ni askari alikuwa yeye pia. Okay. But you did not tell Munguri that you were actually talking to the suspect. You left that out. Hakuniuliza. Alikuuliza ulikuwa unazungumza na nani? Ndio. Wakati nikiwa kwenye gate. Alikuuliza ulikuwa unazungumza na nani? Hapo nje ndio.
Kisha hukusema ulizungumza na mshukiwa, ukasema ulizungumza na yule mwanamke. Hakuniuliza hiyo. Lakini alikuuliza ulizungumza na nani? Aliniuliza nilitoa wapi kikombe na alikoko naongea na nani huyo. Ndo nikamjibu kuhusu hicho kikombe na huyo mwenye wako nikiongea naye. Let us talk about the alleged escape. Mshukiwa alipokuomba umsaidie aende kwenye haja, ulimuuliza Wachira ikiwa unaweza msaidia aende kwenye haja? No. Haukumuuliza. Ulijiamrisha wewe kumsaidia kwenye haja. Kwa statement unaelezea kwamba ulifungua kamba. Alipoenda na wewe kwenye haja, ulikuwa na yeye. Yes. Ulikuwa umezishika zile kamba ama ulikuwa umesimama wapi? I loosen them. Wewe ulikuwa wapi wakati akiwa kwenye haja yake? Nilikuwa nikotoa hapo ndio kando yake. Ulikuwa amesi kama hapo tuna hapo hivi. Kama hapa na hivi. Ulikuwa na yeye hapa. Hapa niko na yeye. Okay? Ndio. Kisha kwa statement yako alipomaliza haja mkafanyaje? Tukarudi naye kwenye gari. Mkarudi na yeye kwenye gari. Ulizifunga zile kamba? Hapana. Haukuzifunga. Ulikuwa umeamrishwa usizifunge? Hapana. Hukuamrishwa. Naomba usomee mahakama unachoeleza kwenye hii statement yako. Hapa I loosen. Anzia hapa. I loosed him and Soma kwa sauti. I loosened him and we walked some 10 meters away from the motor vehicle. He went to short call. As I took him back to the motor vehicle, he managed to untie the rope. Wewe ulikuwa unamchunga huyu mfungwa. Ndio. Sasa unasema ulipokuwa unarudi na yeye akaweza kujifungua zaidi. Ndio. Ulikuwa unachunga nini? Suspect. Unaona wewe ulifanya kazi yako ya kuchunga vizuri ukiwa alijifungua kamba wewe ukiwa naye? Yes, I did. Kisha ukafanya kazi yako vizuri lakini akafungua kamba ukiwa hapa? Yes. Uliona akifungua? Sikuona. Kuona akifungua. Lakini ushahidi wako ni kwamba alifungua. Ndio. Ulijuaje amefungua? Na hukuona? Kwa sababu vile ilikuwa nilivyomwacha sivyo vile wakati akinipiga alikuwa iko. Ulimuona amefungua kamba? Wakati akinipiga mikono yote ilikuwa iko no loose. So lazima mikono aliifungua. Hiyo kamba ilibaki pale mahali mlikokuwa? Hiyo kamba hapana. Hapana, ilienda wapi ikiwa alijifungua? Ni mkono mmoja ndio uliweza ndio kutoka, but mkono mmoja bado iko na kamba. Sikiza Sudi, uliona amefungua kamba? Sikuona. Hukuona. Lakini uliona hii kamba wapi? Kuona vipi gani? Uliona wapi kamba? Sikuona kamba. Sikuona kamba. Kabisa hukuona hiyo kamba? Wakati alipotoroka alienda nayo. Ulimuona akienda nayo? Ndio. Baada ya kukimbia na hiyo kamba unavyoelezea, nilikusikia ukieleza mahakama kwamba mlizungumza na Wachira. Na kabla hujazungumza na Wachira, kwanza kuna asubuhi ulivyozunguka kuwachukua wewe. I proceeded. Aliomba maji. Soma bana. The suspect asked to give him some water because he looked tired. He looked tired. Maelezo yako ya awali ilikuwa kwamba alikuwa vizuri sana, na hapa kwa statement unaelezea kwamba alikuwa mchovu. Hayo ndio maelezo yako bado? Ndio. Ulimwangalia? Ndio. Alikuwa mchovu. Ndio. Alikuwa mchovu.
Lakini mtu huyu mchovu alikupiga tumbo, akakimbia, akakuzidi kwa kasi. Hayo ndio maelezo yako kwa mahakama, si ndio? Ilikuwa baada ya karibu 2 Sikiza hours. bana, alikupiga tumbo, akakimbia. Yule mtu mchovu Hakuwa mchovu tena. hakuwa mchovu tena. Wewe ni daktari? Ndio. Wewe ni daktari? Ndio. Umehitimu kutoka wapi daktari Sudi? I'm a first responder, third edition. Nimeuliza umehitimu kutoka wapi daktari Sudi? Nakwambia I'm a Masomo third responder, yako. Red Cross. Masomo yako ya daktari. From Manyani, third edition, first responder. Sudi, naomba tu ujibu maswali yangu. Ndio. Umeelezea mahakama kwamba wewe ni daktari. Let's speak clear. We are dealing with a Dr. Sudi, a medical doctor? Yes. Where did you take your MBCHB training from? Nimefanya Manyani. MBCHB. Si lazima ikuwe hiyo. Niko na certificate ya first responder third edition, first to third edition, first responder. There's a certificate in first, whatever you call it, Responder. qualify you as a medical doctor to practice medicine in this country. Inanipatia Na kuuliza, does that certificate qualify you to practice medicine in this country? no. It does not. But you're telling the court that you assessed, uliassess huyu mshukiwa, ukajua Yes. kwamba uchovu wake umeisha, sasa anaweza nipiga na akimbie na anizidi kwa kasi. That Yes. is your testimony. Yes. Is it based on any evidence before court? Any evidence? Document? Based from that certificate, Is it mafundisho based- ambayo niko nayo yanaweza nikajua mtu ambaye yuko na fatigue and how to manage it. Have you placed that certificate before court? Bado Do we have it here? haiko hapa. Haiko hapa. So what you are basically telling the court is what you alone knows. Naweza kuileta. Hamjaweka hapa leo, Sikujua kama okay. inaweza kuja kuhitajika. but you are to give evidence concerning your medical expertise. Correct? I can give that. I need you to read what you are doing as per your statement. Unasema hapa, endelea. I stayed guiding the suspect and chatting with the lady manning the gate. You are guarding the suspect and chatting with the woman Yeah, who was manning. the gate. In your statement, you didn't find it necessary to say, I was chatting with the suspect. You were guarding the suspect. Correct? Yes. You were chatting with a woman. Yeah. You are not chatting with the suspect, but going like this. Correct? Yes. But you told the court that you would occasionally chat with the suspect. Did you chat with the suspect or the woman? Both. Was the suspect involved in your chat with the woman? No. You were shuttling between the suspect and the woman as you chatted, correct? Kila mtu yuko You na speak nafasi. to the woman a little bit, the suspect for a moment, go back to the woman. That's what you are doing. Yes. Quite some drama, Sudi, for a ranger. No. Does it ordinarily occur that way, that you chat with a woman and a suspect at the same time? Ni askari alikuwa yeye pia. Okay. But you did not tell Munguri that you were actually talking to the suspect. You left that out. Hakuniuliza. Alikuuliza ulikuwa unazungumza na nani? Ndio. Wakati nikiwa kwenye Okay. gate Alikuuliza ulikuwa unazungumza na nani? hapo nje ndio. Kisha hukusema ulizungumza na mshukiwa, ukasema ulizungumza na yule mwanamke. Hakuniuliza hiyo. Lakini alikuuliza ulizungumza na nani? Aliniuliza nilitoa wapi kikombe na alikoko naongea na nani huyo. Ndio nikamjibu kuhusu hicho kikombe na huyo mwenye wako nikiongea naye. Let us talk about the alleged escape. You're well. Mshukiwa alipokuomba
umsaidie aende kwenye haja. Ulimuuliza Wachira ikiwa unaweza msaidia aende kwenye haja? No. Haukumuuliza. Ulijiamrisha wewe kumsaidia kwenye haja. Kwa statement unaelezea kwamba ulifungua kamba. Na alipoenda na wewe kwenye haja, ulikuwa na yeye. Yes. Ulikuwa umezishika zile kamba ama ulikuwa umesimama wapi? I loosen them. Wewe ulikuwa wapi wakati akiwa kwenye haja yake? Nilikuwa nikotoa hapo ndio kando yake. Ulikuwa kama hapo tuna hapo hivi. Kama hapa na hivi. Ulikuwa na yeye hapa. Hapa niko na yeye. Okay. Ndio. Kisha kwa statement yako alipomaliza haja mkafanyaje? Tukarudi naye kwenye gari. Mkarudi na yeye kwenye gari. Ulizifunga zile kamba? Hapana. Haukuzifunga. Ulikuwa umeamrishwa usizifunge? Hapana. Hukuamrishwa. Naomba usomee mahakama unachoeleza kwenye hii statement yako. Hapa I loosen. Anzia hapa. I loosed him and soma kwa sauti. I loosened him and we walked some 10 meters away from the motor vehicle. He went to short call. As I took him back to the motor vehicle, he managed to untie the rope. Wewe ulikuwa unamchunga huyu mfungwa. Ndio. Sio unasema ulipokuwa unarudi na yeye akaweza kujifungua zaidi. Ndio. Ulikuwa unachunga nini? Suspect. Unaona wewe ulifanya kazi yako ya kuchunga vizuri ukiwa alijifungua kamba wewe ukiwa naye? Yes, I did. Kisha ukafanya kazi yako vizuri lakini akafungua kamba ukiwa hapa? Yes. Uliona akifungua? Sikuona. Kuona akifungua. Lakini ushahidi wako ni kwamba alifungua. Ndio. Ulijuaje amefungua? Na hukuona? Kwa sababu vile ilikuwa nilivyomwacha sivyo vile wakati akinipiga alikuwa iko. Ulimuona amefungua kamba? Wakati akinipiga mikono yote ilikuwa iko no loose. So lazima mikono aliifungua. Hiyo kamba ilibaki pale mahali mlikokuwa? Hiyo kamba hapana. Hapana, ilienda wapi ikiwa alijifungua? Ni mkono mmoja ndio uliweza ndio kutoka, but iko mmoja bado iko na kamba. Sikiza Sudi, uliona amefungua kamba? Sikuona. Hukuona. Lakini uliona hii kamba wapi? Kuona vipi tena? Uliona wapi kamba? Sikuona kamba. Sikuona kamba. Kabisa hukuona hiyo kamba? Wakati alipotoroka alienda nayo. Ulimuona akienda nayo? Ndio. Baada ya kukimbia na hiyo kamba unavyoelezea, nilikusikia ukieleza mahakama kwamba mlizungumza na Wachira. Na kabla hujazungumza na Wachira, kwanza kuna asubuhi ulivyozunguka kuwachukua wewe. Sasa hiyo hapana. Hatukuzungumza na Wachira hapo. Hamkuzungumza kwa wakati wote na Wachira kwa redio? Tulikuja kuzungumza baadaye. Kwa redio? Ndio. Kwa redio. Unakumbuka ripoti ya MTSA ililetwa hapa mahakamani kwa amri ya mahakama kuhusu zile gari ambazo mlikuwa mnazitumia? Ndio. Unakumbuka ile ripoti? Ndio. Ilikuwa inahusu nini? Ilikuwa inahusu zile magari. Ilikuwa inahusu zile magari. Na mojawapo ya yale yaliyokuwa yanaangaziwa kwa yale magari, ama kabla nizungumzie hilo, unakumbuka oda ya mahakama ilikuwa kwamba yale magari yasibatilishwe kwa njia yoyote? Ndio. Unakumbuka hilo? Nakumbuka. Na yawe kwa ile condition yaliyokuwa yanapelekwa pale kwa MTSA. Unakumbuka hilo? Ndio. Kisha
NTSA ifanye inspection. Unakumbuka hilo? Ndio. Na NTSA ilete ripoti kwenye mahakama. Unakumbuka hilo pia? Ndio. NTSA ilifanya, mahakama ilivyoagiza. Hilo unakumbuka pia? Ndio. Ripoti ya NTSA ni kwamba magari ya KWS, yale magari mawili. Ndio. What are you This was order of the court. Was it produced to court? Or was it served upon the court? Kwa wakati wowote hayajakuwa na redio. Unakubaliana na hiyo ripoti ama unaipinga? Naipinga. Unaipinga. Na unaipinga kwa kuwa wewe ni mtaalamu wa maneno ya redio ama wewe ni nani? Kwa sababu nimeshatumia redio ikiwa kwa hiyo gari. Basi kwa wakati ule mahakama na kila mmoja wetu alielekezwa kwamba magari yale mawili hayakuwa na redio. Rudi kwa yule mshukiwa. Kuna juhudi ulifanya baada ya yeye kukuzidi kwa kasi, ukaanza kutekeleza juhudi zingine, ukatia bidii sana kumtafuta. Ndio. Naomba tena nikuelekeze kwa ile ripoti ile taarifa uliompatia Mnguri. Hapa chini kisha ufungue ule ukurasa mwingine. Labda kuanzia hapa. As I took him inside of the motor vehicle, he stepped on the door, then Nitakusomea kisha tusaidie mahakama kwa muda. As I took him inside the motor vehicle, he stepped on the door, threw himself backward, and managed to free away. I made a chase, but he was running too fast. I could not catch up with him. I gave up. Naomba uthibitishe kwamba ulisema ulijuzu kwa hilo. You gave up? Yes. Ulisema point. How far is it from where he lives? Supposedly? 3 kilometers, 3.5. Your initial testimony was that it is 5 to 6 kilometers away. Which one we go with? 3. We drop 5 to 6, we go with 3. Sijasema mahali 5. I must have heard it wrongly. Let's go with 3. 3 kilometers. In the morning when you go for a drive, usafirishaji wa hawa wenzako, you prepared yourself a lot. What did you do? You carried your gun because your colleagues may attack you. Ndio. You carried a binoculars because one of them may run. Hiyo ni kifaa cha kazi, lazima ukuwe nayo. As a driver, you need a binoculars to transport your colleagues. Yes. What would be the use of a binoculars in transporting your colleagues from one place to another? Hizo kupeleka watu mahali moja paka nyingine zinafanyika katika park, na as you go by unaweza kuonana na rhino, na ilikuwa nimesema rhino wote wako na majina. Wewe ni dereva, Ranger driver. Ndio. Na kazi yako wakati ule ilikuwa kuwachukua wenzako. Ndio. Lakini ulihitaji binoculars kuwachukua wenzako. Ndio. You need it? Yes. You needed a binoculars. Yes. You needed a gun for that purpose. Yes. With a complete magazine. Yes.
as a driver. Ndio. What else did you need? Vitu zote ambazo askari anazobeba unaenda nazo. As a driver, you needed. As a driver, as a ranger driver. But you confirm you are not going for an operation. No. You are not going for an operation, but you are prepared as though you are going for an operation. Yes. Okay. Arrest, and particularly at summit area, eyewitnesses. Uongo. Mimi sijakuuliza swali. Subiri swali. Sawa. Ulikuwa kwa investigation area saa ngapi jioni? Around saa 10. Gari lako lilikuwa investigation area saa 11 jioni. Ndio. Our eyewitnesses wanasema gari lako lilikuwa investigation area wakati huo, masaa hayo. Wanadanganya kwamba gari lako halikuwa investigation area wakati huo? Hakuna mtu ambaye amesema aliona gari yangu investigation area. Dennis Juma Oweri alieleza mahakama kwamba aliona gari aina ya KC Anite hivi. Dennis Juma Oweri alielezea mahakama kwamba aliona gari lililofunikwa na mlango wa nyuma umefungwa namna hii, lakini kwa wakati huo umefunguliwa pale investigation area kwa wakati huo, masaa ya jioni saa 11. Gari lako halikuwa pale wakati huo? Hakuna mtu ambaye aliniona hapo. Gari lako halikuwa kwa investigation area wakati huo? Ilikuwa. Dennis Juma alielezea mahakama vile vile kwamba wewe ulikuwa katika investigation area wakati huo wa saa 11 ya jioni. Hilo pia unakataa kwamba alidanganya? Alidanganya. Haukuwa investigation area wakati huo? Alidanganya. Nauliza, haukuwa investigation area wakati huo? Nikienda hapo arrest walikuwa wameshapelekwa kwenda kubukiwa. Sikiza bana. Mimi nakuuliza, hayo mengine utayaeleza. Haukuwa investigation area wakati huo? Nilikuwa. Ulikuwa. Mtu akielezea mahakama kwamba hili gari pamoja na wewe mlikuwa pale investigation area kwa wakati huo, unasema atakuwa anadanganya? Atakuwa anadanganya. Naomba iende kwa record. Unasema mtu akielezea mahakama kwamba niko na huo ujuzi na naweza kufanya hiyo kazi. Hiyo ujuzi ndio ilimfanya mshukiwa atoroke? Ndio. Hiyo ujuzi ndio ilikufanya ugongwe na mshukiwa ambaye alikuwa amechoka? Ilikuwa ni ajali katika kazi. Sheria inakuruhusu ukigongwa na mshukiwa kufiatua risasi self defense? Kama angekuwa amepose any threat kwangu, lakini hakupose any threat. Haukufika chini? Bila uligongwa kwa kifua haukufika chini? Ilikuwa chini. Au ulifika chini? Ndio. Haukutishwa na kufikishwa chini na mshukiwa ambaye amechoka? Haikunitisha kwa sababu aliendelea kwenda. Kama angeuko bado anaendelea kuninio attack, ndio angekuwa threat kwangu. Lakini alinigonga na akaenda. So hakupose any threat kwangu. Kama askari wa kulinda wanyama wa pori, pia mnachukuanga video ya entertainment? Sijaelewa. Mnawekanga hii mchezo kama hii mlikuwa nayo tarehe 18 na mshukiwa kwa TikTok? Sijaona moja. Au kuweka? Sijaelewa bado. Rudia tena. Umerudisha mshukiwa kutoka kwa sentry, uko peke yako, uko na bunduki, amekutwanga na amechoka akatoroka, wewe umefika chini, haujafiatua risasi,
Hii ilikuwa mchezo ama ilikuwa kazi? Kukuwa na bunduki haikupatii kibali kupiga tu watu ni ovyo ovyo, mpaka kuwe na sababu zake, na kufikia hiyo kiwango bado kwa haijafikia kiwango cha kutumia bunduki. Nakuuliza tu kama hii mchezo hii ya tarehe 18 iliingia kwa TikTok. Uliweka kwa TikTok? Hiyo haikuwa mchezo. Mshukiwa ameshikwa, amepelekwa kwa sentry, amekaa na askari masaa 12, amerudishwa tena penye alishikwa, ametoroka. Askari ambaye ako na maarifa ya miaka 15 amepigwa kwa kifua, amefika chini. Kwa niaba ya wakili wa familia, Wachira ama wewe mwenyewe, muliweka ripoti hii kwa record yoyote? Record yoyote Ndio. iliandikwa popote? Ndio. Kuna evidence ya popote wewe na Wachira mliandika? Mimi siku participate. Wewe huku participate. Kuna vile pia umeelezea kwamba mlifanya search. I get it that it was a search party. Mlikuwa mnatafuta. Kuna popote pale mmeweka evidence kwa mahakama kuonyesha outcome ya ile search mlifanya kumtafuta huyu aliyetoroka? Do we have any evidence of the search party that you carried out? Sija kuelewa swali yako. Mlipofanya search, Ndio. kuna mahali mlikuja mkaandika popote kwamba tumemtafuta yule aliyepotea, hatujampata? Kuna popote? Siko sure kwa sababu kama ndio sijui. Kwa Kuna siko sure. popote ndio au la? Wewe Sijui. wewe Sijui mimi kazi yangu ni kupiga report. Nikishamaliza kazi naelezana. Report zinaandikwa huko juu. Ulipiga ripoti wewe kwamba nimemaliza kutafuta sijapata. Kuna mahali popote uliandika? Hakuna. Hakuna. So vile labda hiyo ripoti yako haiko hapa mahakamani ya kwamba nilitafuta sijapata. Pardon tena. Hiyo ripoti yako ya nilitafuta sijampata iko hapa mahakamani? Siwezi jua. Ripoti yako wewe, mimi siulizi ya Wachira ya mtu yeyote. Ripoti yako imeletwa mahakamani kuonyesha mimi Sudi nilitafuta sijampata. Ripoti yangu loko ni kumueleza afande Wachira. Imeletwa hapa, evidence anything? Yeah. Kuna point me to what you're talking about? Nimesema katika no statement kwamba nilireport kwa afande Wachira. I'm not sure you understand my question. I'll come again. Ndio. Did you mtu ambaye amekamatwa Ndio. na huyu mtu akabaki kuwa responsibility yako for that time, Ndio. na ukamruhusu huyu mtu aende kujisaidia, Ndio. na unasema ni kwa wakati huo wa kumruhusu kujisaidia ndiye alipotea? That's your evidence. Ndio. Na you did not record that event anywhere? Record? No. You did not record. Now you did not make an entry in any OB? I personally did not. You did not. And you did not prepare a search report? I personally did not. You did not. And you prepared no document at all identifying that suspect? Any document? Did you prepare any document identifying that suspect? Hiyo ni kama iko. Did you prepare No. a document identifying that suspect? No. You did not. And you cannot identify a single document prepared by you on the 18th of January concerning the disappearance of that person. Can you point to any document prepared by you? Kuhusiana na Huyo kupotea mtu kwa mtu. aliyepotea. My Any statement. apart from your statement, any other document? Apart from statement hakuna ingine. Statement peke yake ndio inakuja. And finally, you said all these things under oath. Ndio.
and you want us to believe you to be saying the truth and only the truth. I'll hand over to my colleague, Mr. Kipkoech.